Na wakati nakuwa nilikuwa napata maneno mengi sana, hasa kwa watu waliotutangulia, wengi tunawaita wahenga. Tunapokuwa katika menu, kumbuka menu zetu zamani zilikuwa ni menu za kujitegemeana, yani wote mnazunguka pale katika msosi, mnakuwa mnakula chakula. Lakini endapo utakapokula tu vibaya, utasema kwa nini unakula vibaya. Utakapokuwa huzingatii kile unachokula, pia unaambiwa acha hicho, baadaye kitakuja kukuletea madhara. Na ninavyozidi kukua naambiwa kabisa, miongoni mwa vitu vitakavyokusababishia wewe ukapata magonjwa ama mwili wako ukautengenezea matatizo ni ulaji wako wewe. Kwa hiyo leo nipo na mtaalamu wa masuala ya lishe na vyakula hapa, mtaalamu Mr. Angelo. Nataka kwenda kufahamu ama nataka mimi na wewe tukajue sasa, upi usahihi unaotoka jikoni, ama kipi ambacho kinachotoka jikoni kitakuwa ni sahihi kwako katika kutengeneza afya yako sasa hivi na baadaye. Kwa sababu wanasema unavyoanza kula sasa hivi vibaya, hapo mbele unakuja kupata kisukari. Unapokula milo ambao sio mizuri, hapo mbele utashindwa kufanya ufanisi mzuri katika majukumu yako ya kila siku. Mr. Angelo, leo bwana, mimi nipo na wewe hapa, nataka tukufahamu. Nipo na watu pale wanaweza kutufuatilia katika hii podcast, kujua usahihi hasa wa masuala mazima ya lishe yanapoanza, ama lishe unayotaka kuifanyia mchakato kwa ajili ya kukujenga sasa hivi na hata hapo baadaye, ili tu uepukane tu na vile vitu umefanya hivi utuzima wako utakuja kuleta shida sana, kwa sababu unakunywa sana soda, unafanya hivi, unapenda sana kula mapilao, vitu vya mafuta. Hiyo inakuwa ni maneno yanayoweza kujirudia kwa watu ambao wao walishaona changamoto kama hizo. Je, kwa usahihi hasa kama wewe mtaalamu, tunaanza wapi hasa katika masuala ya mapishi ama katika masuala ya vyakula katika majiko yetu, ili tuje kuepukana na hivyo vitu? Asante sana. So kwanza kuna mtaalamu mmoja yeye alisema magonjwa yote yanaanzia tumboni. All disease starts in the gut. Mimi na Afya Life tunasema magonjwa yote yanaratibiwa jikoni. Inawezekana yakaanzia shambani, lakini yakaratibiwa jikoni. Sasa hivi dunia tuliopo, wafanyabiashara wachache ambao watawaza kuhusu afya yako. Kila mtu atawaza kuhusu fedha, na nitoe siku ngapi vitu viende sokoni, kuku nitoe siku ngapi, mboga za majani nitoe siku ngapi, nipige dawa za kutosha ili mboga iende kustawi haraka. Na ndio maana nikasema lazima pia uwe na vitu vichache. Kwa siku ile watu watajifunza hata ninapoenda sokoni niangalie nini. Kwa hatuwezi kushindana na teknolojia, lakini unaweza ukachukua tahadhari ambazo zikakusaidia maisha yako ya afya yasiweze kuwa na shida maishani mwako. Kwa sababu wataalamu wamesema magonjwa yanaanzia tumboni, kwa sababu kila kitu kinatengenezwa tumboni. Lakini nataka nikwambie magonjwa yanaratibiwa kwenye jiko lako. Namna unapika chakula chako ndio namna unatengeneza magonjwa ama unatengeneza tiba. Si kama unanielewa? Hapo na labda kwa nini unavyopika ni muhimu. Unavyopika virutubisho vinaweza vikapotea. Unavyopika sukari na protini hupata migongano ambayo inaweza kukusababishia baadaye udhaifu kwenye mwili. Inaweza kukusababishia baadaye uchovu kwenye mwili. Inaweza kusaidia baadaye kuzeeka mapema. Kwa kuzeeka ni swala la kiroho, lakini kuchoka mwili ni swala la kwako. Kwa kuzeeka hakupingiki. Lakini ngozi kuchoka, ngozi kufubaa, mifupa kufubaa au mifupa kuwa legevu na dhaifu ni juhudi yako binafsi. Hilo sio swala la maombi kabisa. Namna gani? Mafuta pia huwa yanaweza kubadilika kuwa sumu ambayo tunaita free radicals. Free radicals ni kama ile apple ukiikata, ukiacha baada ya muda nini inatokea? Ina change rangi. So sasa imagine kwenye mwili wako kukatokea kitu kama kile. Waga kwanza mwenyewe huwa linakuirritate kula lile apple, likibadilika rangi. Unahisi kama tayari kuna shida. So nini kinatokea kwenye mwili wako? Kwa hiyo
namna unapika kuna athari kubwa zaidi kuanzia kwenye virutubisho. Sasa kitu cha kwanza tuelewe kwa nini uweze kupika vizuri. Moja, cha kwanza, epuka kutumia mafuta mengi wakati wa kupika. Hapo kwenye mafuta. Na je, ni mafuta gani? Unaweza ukatumia mafuta kiasi, lakini wanasema pia mafuta, kuna mafuta ambayo ukitumia yanakuwa na shida sana, hasa katika mwili. So mara nyingi mimi wanasemaga kwamba kukaanga kwenye mafuta mengi sio kwanza kukaanga. Ulisema kuloweka kwenye mafuta chakula ndio chanzo kikuu cha kinachoweza kusababisha upate inflammation na mauvimbe mbalimbali kwenye mwili. Lakini pia kuna watu wamegain weight kwa sababu tu ya mafuta. Na ndipo wataanza kuyasingizia mafuta ya wanyama. Lakini kuna mtu saizi unatuangalia, hujawahi pikia samli, hujawahi pikia siagi ya wanyama, hujawahi pikia alizeti. Haya ya wanyama ambao ndio wanaambiwa hatari. Talo, mafuta yanayotokana na wanyama. Achana na hayo bidhaa za maziwa kama jibini, siagi, na cheese sijui nini. Ambazo ndio hizo mnaita jibini, siagi na nini sijui. Na bata sijajua. Kwa kuna unajua tu, najua kwamba kuna cheese, kuna bata, kuna samli. Okay, sawa, kuna samli, jibini na siagi. Hizo ni bidhaa za maziwa lakini za wanyama. Then kuna nini? Kuna mafuta tunayoita sisi talo, beef tallow, ambayo ni mafuta yanayotokana na wanyama. Ukachukua ile mnyama wako, ni ng'ombe, ukachukua ng'ombe mwenye mafuta, uwe kama unapika, then mafuta yale yanabaki unahifadhi, unatumia kwa ajili ya nini? Ya kupikia vyakula vyako. So hiyo ndio namna ambavyo unaweza, hujawahi tumia hivyo vitu vyote lakini umenenepa. Kwa nini? Kwa sababu kuna namna ambavyo mafuta uliyoyatumia yamekuja kuwa athari. Hiyo ndio la kwanza. So wewe uko unataka kujua kwamba mafuta ya swali lako la pili nasema mafuta ambayo salama na mafuta sio salama. Kwa sababu umesema mafuta tusitumie mingi, tutumie kiasi. Mtu ndio anaweza kutumia mafuta kiasi, lakini katika hayo kiasi ni yale ambayo sio salama. Kiujumla kuna tafiti nyingi sana zimeeleza kuhusu mafuta, na watu wengi wanaitumia dhana ya Ancel Keys ambaye miaka 1950 alifanya utafiti, huyo daktari wa nchi 7 ambao anajiita 7 countries study, ambao ikaleta mtafaruku na kwamba mafuta ya wanyama ndo chanzo cha magonjwa. Akaeleza pale mpaka akaja wakatoa miongozo kwamba mtu asile mayai, asile kiini, sijui kuna cholesterol, asile nini. Lengo kiujumla mimi nafikiri lilikuwa ni lengo la kibiashara, kwa sababu waliintroduce mafuta sasa ya mimea, na ilikuwa ndio wakati wa viwanda vingi viweze kufanya hiyo kazi. Lakini ule utafiti wake pia haukuweza kutoa data zilizo sahihi za nchi kama za Asia, nchi za Afrika, jamii za Wamasai, Wahadzabe, Washona na Waherero wa huko Zimbabwe na watu wengine Ndebele, kama ambavyo umesoma, jamii zote za kifugaji, Wasukuma, Wamasai na watu wengine ambao wanaishi zaidi kwa chakula cha nyama na mazao yake. Ukienda kama Waherero wa Zimbabwe, wao wanakula, yani ile jamii pale ulipo, chochote kinacholiwa pale ni cha mnyama. Kwa nyama haitupwi kitu, miguu haitupwi, utumbo haitupwi, hizo korodani za madume hazitupwi, kila kitu kinaliwa, na zinaliwa tofauti. Kwa figo inaliwa na wanawake, lakini korodani zinaliwa na wanaume. Kwao wana imani hiyo, lakini watatengeneza jibini, watatengeneza siagi, watatengeneza samli. Sasa basi, namna bora ya kugundua kwanza mafuta salama ni yapi ni hii. Mafuta salama ni yale yanaweza kuhimili mchemko, boiling point. Yani mafuta yakichemka hayawezi kutoa sumu, hayawezi kutoa moshi. Sasa sijajua wewe mafuta yako ukiyachemsha muda mrefu na umekaa huko chumba kama hichi, huwa kinatokea nini kwenye afya yako? Hiyo ndio inaweza kuleta mabadiliko kwako. Hiyo ndio cha kwanza kugundua mafuta yaliyo salama yanahimili boiling point. Kuna mafuta ukichemsha unaona kabisa yanatoa moshi na yanaweza kawaka, lakini pia yanaanza kukuirritate. Ile irritation ndio shida inayokuja pale kwenye mwili wako kukuletea madhaifu na magonjwa. Kwa hiyo yes. Kwa hiyo mimi na sisi tunapendekeza, Afya Life tunapendekeza mafuta ambayo unaweza ukatumia salama. Moja
ni mafuta ya ng'ombe au beef tallow, au mafuta ya mnyama ambaye imani yako inakuruhusu. Mafuta ya nguruwe. Kwa wewe ambaye sio imani yako haikuruhusu, tumia mafuta ya ng'ombe, ambapo haya huwa yanastahimili moto. Hata ukiyachemsha namna gani hayataweza kukuletea shida yoyote, lakini hayageuki sumu kwa urahisi. Lakini pia ndio mafuta mazuri kwa ubongo. Kumbuka kwenye kipindi kimoja ulieleza kuhusu uhusiano wa chakula ubongo na nini, tukasema mambo ya omega 3 na nini, lakini haya ndio mafuta pia mazuri kwa ajili ya ubongo. Ukachanganya na mbegu za maboga hapo, rafiki yangu, hali yako sio nzuri, ni ya tofauti. Lakini pia mafuta mengine ni mafuta ya nazi, tunaita extra virgin coconut oil. Mafuta ya nazi tunamaanisha mwali au mafuta bikla ya nazi, ni yale ambayo hujayachemsha, yani umeyakamua yenyewe, create a cold place. Kwa hiyo umekausha nazi zako, umezingiza kwenye mashine yako ya kukamua mafuta. Hiyo ndo tunaita mafuta salama kwa ajili ya kupikia. Na sio kweli kwamba mafuta ya nazi yataenda kuganda huko tu. Kwa hiyo ukiona mafuta ya nazi hapa ni harufu yake sio ya nazi, ni yale ambayo either umeongeza vitu au hayajawa yamechemshwa kabla ya kutengeneza. Lakini mengine tunaita kama sasa, hivyo ndio vitu ambavyo unaweza ukafanya kwa tunaita deep frying, yani ukitaka kukaanga. Kukaanga kwetu sisi maana yake unakaanga upande mmoja, unageuza upande wa pili, ndio unakuwa umeivisha. Kwa kukaanga kwetu sisi sio kuogelesha samaki kwenye mafuta. Nyama pikia mafuta yake yenyewe, yani nyama kaanga kwa kutumia mafuta yake yenyewe. Sio lazima uongeze mafuta ambayo tumesema beef tallow. Lakini ukienda buchani muombe nyama yenye mafuta. Kama ni kuku, wale wenye baba sasa ni yule ambaye tutakuwekea hata picha hapo, utaona ni yule kuku ambaye ana mafuta yake. Kwanza kuna ladha tofauti. Kama umewahi kupika bata, utaona bata waga anapikwa kwa mafuta yake tu. Na unaweza hadi ukapunguza ukaweka pembeni. Ana mafuta ya kutosha kwa sababu ya ulishe. Lakini ukinapotaka kupika vyakula, kwa mfano unapika mkate au unapika yai, hapo unaweza kutumia mafuta kama ya olive oil ambayo na yenyewe ni extra virgin. Kwa hayo ndo mafuta salama. Unaweza kutumia butter, yani butter sijajua nielewe butter, especially unaweza kununua unsalted butter ya wanyama, sio butter ya mimea. Butter maana yake inaganda yenyewe. Sasa unaponiambia butter ya mimea, maana yake hadi ije kwa ya mimea, maana yake ije igande, haina hiyo tabia ya kuganda zaidi ya nazi. So hiyo bata nyingi haitengenezwi kwa mafuta ya nazi ambayo yanaganda yenyewe. So inatengenezwa kwa mafuta mengine ya mimea, hiyo unayojua wewe inayotajwa mafuta ya alizeti, mafuta nini, uyagandishe, kitu ambacho sicho sahihi. Kwa hiyo hayo ndo mafuta ambayo yanaweza yakakusaidia. Hiyo ndo njia ya mafuta. Lakini njia nyingine salama sasa ya upishi ni kuchemsha. Ama kwa mvuke, steaming, ama kuchemsha kama kuchemsha. Sasa hapa kuna makini. Kwa mfano, mboga za majani haitakiwi zidi dakika 5. Dakika 5. Mboga ya majani inatakiwa ule ukiwa na ule kijani wake. Ule ukijani ndio unacho mwili wako ndio unachohitaji. Hamna kinachohitaji mwili wako zaidi ya hicho. Sasa ukipika mboga ya majani mpaka imebadilika rangi imekuwa nyeusi, hapo sasa unakula sijui kitu gani, mimi siwezi kusema. Lakini tunaposema pia steaming, kwa mfano mtu mwingine hana ile mashine ya kusteam. Steaming maana yake pia unaweza ukaamua uweke chombo ambacho kinapitisha mvuke, ukaweka kwenye sufuria yako maji, yani ukaweka ile sufuria yenye maji, ukaweka pia chombo ambacho kinakaa ndani ndio ukafunika. Kwa hiyo ile pia utakuwa umevishia mvuke. Hiyo ni njia ya kienyeji. Njia ya pili ni kiosha, labda ni mboga zangu, nipikie kama tunavyopikaga nyama, nipikie kwa yale maji, yani nisiweke maji, nipike yenyewe. Hiyo pia tunaita nini? Hiyo ni steaming. Lakini njia nyingine ambayo ni salama zaidi ni usipike kwa moto mkali, especially ili virutubisho visije vikafa. Lakini pia kuweza kupata nyama zisiweze kupata kemikali ambazo zinaweza zikafanya uanze kusikia sasa uchovu baada ya kula.
Na wengine mkila kwa vyakula vya mama ntilie mnasema aliweka hamira, kumbe ni kwa sababu uko tumboni kwako kumeshaathirika na kuweza kufanya kama hivyo. Na njia nyingine ya muhimu ni kuchoma kwa oven ya kisasa, kuchoma kwa oven ya kienyeji. Mfano mimi kijijini, mamangu ana oven yake ya kienyeji ambayo anajenga jiko la udongo, kwa anapika mle, anaweka kuni zake na kuna namna ni oven kabisa ambazo kama wanatumia kwenye pizza kupikia. So zile ni local oven ambazo zinatumia kuni. Ni uivishaji salama wa kuoka. So unaweza ukaoka. Kwa mfano kama ninataka nioke maboga, ningetolea mfano, nitapaka yale maboga mafuta ya olive oil ama nitapaka mafuta ya nazi, alafu nitaingiza kwenye oven yangu, nitakuwa nimeroast pia. Kwa hiyo pia ni kukaanga. Si ndio mnasema roasting? Na yenyewe ndio roasting hiyo tayari. Kweli. Hapo kweli ndio unaandaa jiko lako kwa ajili ya afya, lakini si kwa ajili ya matatizo hapo baadaye. Kwa muktadha huo, kuna kitu kimoja hapo nimeweza kujifunza na nimekipata, lakini kabla sijaenda huko katika hicho hapo kitu, umeweza kutupa ufafanuzi ambao ulikuwa ni mzuri sana hapo. Nataka basi utufikishe katika hali hii hapa. Kweli watu wengi sana wanahitaji kupambania kuhusiana na afya zao, na umewapa baadhi ya vitu ambavyo vya kuweza kuepuka. Mfano mafuta, kama ni mafuta basi mafuta sahihi. Kama itakuwapo ni mboga basi kuna aina ya upikaji wa mboga, sio kila mboga tu inakuwa inapikwa. Sasa tukija hapa katika issue ya hizi mboga hapa, kuna kitu akanikizungumzia. Kuna mboga inaitwa mchunga. Sijui wengine wanahitaji, ni mboga ambayo ni chungu sana. Na nilishawahi kusikia licha ya hizi vitu vya asili ama mboga za asili ama vitu vya asili ni tiba katika mwili wa binadamu, lakini kutokana na vile ilivyo, mfano hiyo hapo ni chungu sana, si ndio? Na kuna nyingine labda inakuwa ina ukakasi sana, si ndio? Pia vinakwenda kuathiri mwili vile vile, kwa sababu kama hii ni chungu, sijui kongosho, sijui nini, vitachelewa sana ama vitatumia nguvu nyingi sana kwenda kuchuja ule uchungu wake. Kwa hiyo itaenda pia kutengeneza athari katika mwili ama kwa mtumiaji wa hivyo vitu. Ukweli huo uko wapi hapa? Ndio maana narudi pale. Upishi salama ni upi? Kwa mfano pia unaweza ukaamua kwa hizo mboga za namna hiyo ukaamua kuziloweka kwa muda. Hata labda let's say 1 hour ama 30 minutes. Iloweke, iache ijichuje. Itachuja, itakuwa inatoa kama yani tunaita infusion, yani inatoa yenyewe. Ukiwa unakuja kwenye vyakula vingine au kwenye vinywaji vingine wanasema ukiweka labda usiku, kwa mfano hapo rosera, badala ya mtu achemshe ili apate virutubisho, tungesema labda achukue maji ya moto sana, alweke ile rosera hibiscus, afunike, aiache labda mpaka asubuhi. Kwa hiyo itakuwa imefanya nini? Imejichuja bila kutumia nguvu na bila kupoteza virutubisho kama ningekuwa nimeivisha, nimeichemsha muda mrefu. Si kama unanielewa? Nakupata kabisa. So the same kwenye hizo mboga ambazo ni hizo sijui mchunga, sijui nini, kuna sungwe kule Mbeya nimeona wanaita, unaifanya kwa mtindo huo. Lakini pia ukifanya hivyo manake utapunguza yaba hizo kama ni compound zake, lakini baada pale ukija ukiipika ni dakika ngapi? Kumbuka 3 mpaka 5 inakuwa iko tayari. Na ile mboga ni chungu vile vile. Yaani uwezo ukaniambia utatoa ule uchungu, haiwezekana. Ndo ladha yake wazee wenyewe wanasema. Na wazee wamekula vya kutosha. Kwa hivyo ndio utaratibu ambao upo. Kwa utaratibu mzuri ni kuziloweka kwa muda na kuweza kufanya hivyo. Na ndio maana nimekwambia kwenye mboga unachohitaji ni ule ukijani. Hizi zingine zote ni mbwembe tu tunafanya. Lakini mboga unahitaji nini? Ukijani. Sasa wewe unapoenda sokoni, cha kwanza unaangalia nini kwenye mboga? Kwa hiyo unaweza kukuta cha kwanza, ukiona mboga haijaliwa na wadudu, maana hiyo mboga ina dawa nyingi. Wadudu ndio kithibitisho cha kwanza cha ubora wa kiwango cha chakula, especially mboga. Kwa hiyo ukiona mboga majani yake
yaani mboga haina jani, haina kitobo hata kimoja, hiyo kimbia, maana imechumwa wakati imepigwa dawa. Lakini ukiona mboga imeliwa na wadudu, hiyo ndio uikimbilie, ndio mboga salama kwenda kula. Lakini mkienda sokoni wengi huwa mnakimbilia zile ambazo hazina wadudu, mnasema ndio quality, lakini zile ambazo zimeliwa na wadudu ndio mboga salama wewe kwako kuila. Hapo kazi kweli kweli. Kwa hiyo tukirudi katika nani yetu sasa, watu unawaambia kitu gani ama hatua zipi wazifuate sasa kwa ajili ya kuweza kutengeneza vizuri kabisa lishe yao ili kuja kuepuka matatizo mbeleni? Mimi nataka naambiaga watu, cooking is an art. Kupika ni sanaa. Kupika si adhabu. Unaona vyakula vilivyokuwa vinapikwa na wazee wetu zamani, vilikuwa vinapikwa kwa upendo. Ndio maana hata mtu akila unakuta mpaka ili mama ajue mtoto amekula chakula amefurahia, either utalamba ile sahani kwa ulimi ama unakuta unasafisha namna gani. Yaani mama hapa anajua hii chakula kweli viungo vilikuwa na ameshiba, lakini anataka mpaka ile sahani afanye nini? Au unaona kwamba zamani nini kuta kila mtu mimi nataka ukoko, yaani yaani unaelewa. So yaani ule upishi kwa moja, kupika ifanye sanaa, tengeneza, kuwa na utulivu kwenye kupika, pangilia mapishi yako, panga ratiba ya mapishi kwamba nitajua labda leo, kwa mfano leo nakula nyama, kwa labda nilishaiweka kwenye fridge, nitaitoa toka jana usiku ama asubuhi, na acha ijiachie yenyewe. Usilazimishe kuichemsha, usilazimishe kuiwekea maji ya moto, usilazimishe kuiweka kwenye jua, usilazimishe, ili virutubisho visipotee, na ndio msisingizie kwamba ladha zinaharibika. Kwa hiyo pika kwa upendo, pika kwa kuweka ratiba sahihi, fanya mipango before, yani do it in advance, ili iwe rahisi wewe kuweza kujua namna bora utakula. Panga ratiba yako vizuri, lakini pia pika vyakula vyako kwa utulivu, na ujue ni vyakula vipi vitachemshwa, vyakula vipi vitachomwa, na unakuwa na ratiba yako, labda wiki hii tutakula choma na wiki ijayo tutakula vyakula vya kukaanga kwa njia salama ambayo tumefundisha hapa, sio ya kuloweka kwenye mafuta. Yani epuka deep frying food ili uweze kuwa salama, na tumia mafuta yaliyo salama. Kwa kila mmoja aanze bidii ya kubadilisha jiko lake kwa kuweka mafuta yaliyo salama, na hiyo ndio utatibu hisia zako, hiyo utatibu akili yako, hiyo utatibu vidonda vya tumbo, hiyo utatibu kansa, hiyo utatibu kisukari, hiyo utatibu magonjwa yote madhaifu, na mwisho wa siku utatimiza kusudi ambalo Mwenyezi Mungu alikuumbia. Asante sana kwa jumbe hizo na kwa darasa hilo. Na mimi kila mtu ataanza kuchukua hatua sasa kuzingatia mlo wake anaokula, kujilinda kwa ajili ya kuweza kusurvive na kubakia na nguvu ile ile hata umri wake unavyoweza kusogea huko mbele. Wengi sana wanaamini sana kwenye kutoka vitambi. Anapoanza kupata neema, wanatoka katika aina fulani hivi ya ulaji. Anataka anapokuja kuwa mtu mzima huko mbele, akitoka kitambi ndo anakuja kukamilisha ule utu uzima wake. Mtu mzima bila kitambi, bila mikogo hapa na pale, na kuwa hajakamilika. Katika hiyo lishe ama huo mlo ambao mtu anataka kuanza nao ili kuja kuwa ni tiba kwake na kumpatia ulinzi hapo baadaye, unahusiana vipi na kitambi? Moja, epuka kula vyakula vizito usiku. Mlo wako wa mwisho jitahidi uwe angalau saa 1 usiku, ukichelewa saa 2. Na wewe unakula saa 2, maana yake kulala kwako kuwe kwenye saa 4 au saa 5, at least masaa 3 ya mwili kuweza kunandi. Lakini pia jitahidi kuwa na movement pale ndani kwako, sio tu umekaa kwenye kochi unasubiria kwenda kulala. Hiyo pia itakuletea madhara baadaye ya kuweza kupongezeka uzito, kwa sababu misuli haijatumia kile chakula. Lakini pia ukiweza aim au nuia ama pania ama panga, at least kuwa na milo 2 mikuu. Mlo wa kwanza na mlo wa pili ndio ule wa mwisho,
kabla ya saa 2 usiku, na hiyo ndio itakusaidia wewe kuweza kujitibu na kukinga mwili wako. Asubuhi ukiamka sio lazima kula, unaweza sio lazima ule hizo chapati ule nini. Ukiona una udhaifu sana siku za kwanza, basi asubuhi kunywa maji yako ya moto yenye Himalayan pink salt ama rock salt, ama kunywa chai yako ya mimea yenye tangawizi au majani ya maembe au majani ya maparachichi, au chai yako yenye aina yoyote ya chai ambayo unaona ni salama lakini ina uasili. Hiyo itakufanya mwili wako uendelee kuwa na nguvu na ufanye ukarabati wa seli za mwili ambazo zilikuwa zinapotea kwenye mwili wako toka usiku ulivyoanza kufanya ukarabati. Ukifanya hayo itakusaidia zaidi kuweza kuwa katika hali nzuri. Lakini jitahidi kwa wewe ambaye una kilo zaidi ya 80, fanya mazoezi ya kutembea walau at least kilomita 5, yani dakika 30 mpaka 45 au saa moja kwa kutumia kilomita 5. Tembea kwa hisia, tembea intentional walking. Tembea kwamba unapanga kwenda kutembea, na usitembee kwa sababu kuna foleni, usitembee kwa sababu umekosa nauli. Tembea kwa sababu umepanga unataka kutembea. Mimi natoka Kariakoo na enda Shekilango, kutoka Kariakoo mpaka Shekilango pale Sinza ni kama kilomita 5. Kutoka Magomeni mpaka Shekilango pale mpaka Kijiweni hizo ni kilomita 5 pia. Kutoka Magomeni mpaka unafika Morocco ni kilomita 4. Kwa ukifika mpaka Tanzanite pale Victoria ni kilomita 5. Kwa unaweza kujua kwamba unaenda kwa namna gani. Kwa unajipangia hivyo. Wewe unakaa Tegeta na unajua kuna foleni, tembea kutoka Posta, tembea mpaka Mwenge. Baada ya Mwenge pale utakuta foleni zimepungua na usafiri umenani, lakini umejitibu na mwisho wa siku hivyo. Kama tu una kilo zaidi ya 80, usifanye mazoezi ya kukimbia wala mazoezi ya kulift vitu vizito. Kubeba ndoo is fine, lakini kubeba vyuma mazito sio wakati mzuri. Na hiyo itakusaidia wewe kuweza kupungua uzito. Zaidi ya yote, kwa wewe ambao umefika miaka zaidi ya 40, jifunze kuwa na mifungo ya mara kwa mara. Muda mwingine funga kuanzia asubuhi mpaka saa 7 au saa 8 mchana, uli chochote, unakuja kukula chakula chako labda saa 10 ambacho mpaka labda kesho labda ni saa 4 asubuhi. Kwa unakuwa una alternative ya kufunga. Na hizo njia ninakuhakikishia utavuka mwaka salama na utaishi kabisa nje ya magonjwa. This is Afya Life and Duka Huru. Na hapo naamini wewe kama umechukua huo ushauri ama ujumbe mzito kutoka kwa Mwalimu Angelo, na mimi pia ni hivyo. Na hapo ndipo sasa utakapoweza kuona manufaa kati ya taarifa ambazo ni sahihi na taarifa ambazo sio sahihi. Naamini hizi taarifa utazichukua na kuweza kuzifanyia kazi kwa ajili ya kutengeneza kesho yako iliyokuwa ni nzuri sana. Kwa hiyo nampa nafasi kwa uchache tu kidogo Mwalimu Angelo ili aweze kutuambia ni kwa jinsi gani ama ni kwa namna ipi mtu anaweza akazifikia hizo target zake zote pasipo kuwa na shaka yoyote, yani asitafute visingizio. Sijui mimi sina mke, kama mimi hapa niko bachelor. Mimi sina mke na muda upi kukaa chini kupika hiyo ratiba ikaenda. Sasa unatuambia nini? Kama pana nini umesema usiwe tu unatembea kwa sababu umekosa nauli ama kuna foleni. Yani hiyo ni kitu nakitengeneza kwa ajili ya kuweza kukusaidia. Kwa hiyo tuambie ili tutoke hapo. Moja, jua unataka nini kwenye maisha. Gundua kwamba wewe umeumbwa sio uje uteseke duniani. Hamna aliyeumba kuja kuteseka duniani. Mungu angetuacha mbinguni. Kwa Mungu ametuumba tuje tufurahie dunia. Ndio maana anasema ukikubali na kutii utakula mema ya nchi. Kwa kukubali ni jambo la kwanza. Mwalimu amekwambia saizi hapa umekubali, ni kweli unakosea. Kutii ndio kufanya mipango. Uwe single, uwe nani. Tena kama single unaendelea uwe na maendeleo kabisa. Pangilia tu ratiba zako mapema na aim kwenye milo ambayo itakusogeza kwenye kusudi lako. Angalia aina ya kazi yako unayofanya. Wewe unafanya kazi ya kubeba mizigo, kufanya nini? Basi usipende kunywa vinywaji hivyo vya sukari sana. Kula vyakula ambavyo vitakupa energy ya muda mrefu. Ugali wa miogo, ugali wa mtama, ugali na unakula mara moja, lakini hakikisha at least kama unaweza, hata kama ni mama ntilie, wewe mwambie awe anakuuzia mboga za majani zaidi. Kwa ni bora ukala vinyama vidogo, lakini nusu ya sahani yako ikawa mboga za majani. Lakini pia jitahidi angalau kula tunda, iwe ni asubuhi, mchana ama jioni. Jitahidi kuwa unakula machungwa. Kuepuka vinywaji vya sukari, jitahidi kunywa maji ya dafu kwa wewe ulioko Dar es Salaam, na kwa wewe ambao uko ambako hapatikani madafu, kula vipande vya miwa vichache, vitakusaidia zaidi kukupa energy na utakuwa unajisikia uko vizuri zaidi. Kwa kuwa na ratiba yako, tembea na chakula chako, ukiweza kupika hata kama ofisi yako inatoa chakula, lakini wewe jiangalie afya yako.
inaruhusu kula kila kitu au inakutaka uwe na special diet yako, na kama ofisi haiwezi kukuconsider kwa sababu yeye inaangalia watu wote, vitu ni rahisi kabisa. Mimi kwenye gari au kama sina gari ninapanda daladala, huwa nabeba hotpot changu na begi langu zuri, natembea nalo, nitabeba chakula. Kwa there is no excuse. Ukiwa na sababu, ujue umeshachoka kuishi na umeshaongea na Mungu kwamba muda wako wa kuishi duniani umekaribia. Unless otherwise, epuka sababu, kuwa mtu wa kutenda, na sisi tuko tayari kukusaidia. Tafuta motivation.